mkutano mkuu wa 31 wa chama kikuu cha ushirika TANECU Limited Tandahimba na Newala, ambapo leo wanachama wamepata wasaa wa kuweza kusikia mambo muhimu ambayo yamefanywa na chama kikuu cha ushirika Tandahimba na Newala TANECU Limited. Kupitia mkutano huu, wajumbe wameweza kufahamishwa faida ambazo chama kikuu cha ushirika kwa msimu wa mwaka 2025-26 wamezifanya, ikiwemo pamoja na ujenzi wa maghala kwa kila tarafa sambamba na kununua magari ya usafirishaji matano. Lakini pia mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika cha Tandahimba na Newala TANECU Limited Karimu Chipola amewapongeza wajumbe wa mkutano mkuu kwa utulivu ambao wameonyesha katika mkutano huu wa 31 wa chama kikuu cha ushirika, lakini pia kuwataka kuendelea kuhamasisha vyama vyao vya msingi kuendelea. Jina naitwa Karimu Hamisi Chipola, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Tandahimba Newala TANECU Limited. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru sana wajumbe mkutano mkuu wa 31 wa TANECU Limited kwa makusudi kwamba tumefanya mkutano wetu vizuri, tumepishisha ajenda zote, lakini nichukue fursa hii kuipongeza bodi ya TANECU inayoongozwa na ndugu Karimu Hamisi Chipola ambaye mimi ninayesimama hapa kwa kutekeleza maelekezo ya wanachama. Wakati napewa dhamana hii huko nyuma, ndugu mtangazaji, ulikuwa shahidi kwamba wakulima walikuwa wanakusanya mazao yao kupeleka kwenye AMCOS, mwisho wa siku yanapotea, lakini matokeo ya kwamba wakulima wale kulipwa ilikuwa ucheleweshaji unakuwepo, mwisho wa siku makesi yanaenda mahakamani, wengine hadi leo malipo hayajafanyika. Lakini mimi kwa sababu nimetokea kwenye kilimo kuwa mkulima, nikasema katika kipindi changu sitokubali kuona hali hii ikiendelea. Na ndio maana mwaka wa kwanza ilipotokea tatizo la upotevu wa tani 138 zenye thamani ya milioni 456, kama TANECU niliamua kuwalipa wakulima hao, ili hali hadi hapa tunapoongea leo bima hawajalipa hayo malipo. Lakini mwaka uliofuata kulipotea shilingi milioni 262. Sisi kama TANECU tumeweza kulipa hayo madeni. Msimu huu kama ulivyopata taarifa ambayo nimeieleza pale kama mwenyekiti wa bodi, katika maghala ya Tandahimba kulikuwa na upotoshaji wa ubora wa korosho tani 1876 ambayo ilisababisha mapungufu ya milioni 849, hela ambazo wakulima walitakiwa wasilipu. Lakini mimi kama mwenyekiti wa bodi kwa kushirikiana na bodi yangu na management tulihakikisha malipo haya tunawalipa, kwa sababu wakulima hawana makosa na wala hawahusiki katika upotevu huu. Kwa hiyo nia yetu ni kuonyesha kwamba uwepo wa ushirika una faida. Hata serikali ilipoanzisha ushirika ni kuwa na chombo cha wakulima wenyewe ambao wanapopata changamoto wajisimamie wenyewe na mwisho wa siku kuyatatua. Kwa hiyo tumefanya hayo, tumelipa hizo milioni 849. Hapa tunapoongea hatuna tatizo na mkulima. Kinachoendelea sasa ni wale waliohusika tumewapa notice ya siku 14 na sasa tunawapeleka mahakamani. Lakini pia katika ghala hili kumepotea korosho tani 307 zenye thamani ya milioni 694, nazo tumewalipa wakulima, kwa sababu sisi kazi yetu ni kuhakikisha mkulima wa Tandahimba na Newala hapati kazi yoyote. Na nimeapa katika kipindi changu cha uongozi sitokubali kumuona mkulima eti analalamika kisa korosho imepotea kwenye AMCOS au maghala makuu. Hiyo kitu katika kipindi cha uongozi wa Chipola na bodi yake hakina nafasi. Umeona kipindi kile pale Mihambwe kulipotea korosho zenye thamani milioni 149, lakini tumewalipa wakulima. Kwa hiyo kilichobaki sasa ni mamlaka husika kushughulika na hao watu waliohusika kwenye hayo, na mwisho wa siku sheria ichukue mkondo wake. Na kama nilivyosema kwamba hata hii kampuni ya Dreams ambayo imeleta ukakasi huu tumeipa notice ya siku 14, wamepuuza, na sasa tumewapeleka mahakamani ili sheria ichukue mkondo. Kwa hiyo ni waase sana ndugu zangu, unapokuja kufunga mikataba na TANECU katika kipindi hiki, kipindi ambacho mimi nasimamia bodi hii, usifikirie kwamba kuna ujanja tena au kwamba utafanya hivyo vitu ukawa wewe una survive pasipo kuchukuliwa hatua. Tutakushughulika na wewe, lakini mkulima hatopata shida. Na hii tunafanya kwa sababu haiwezekani watu wafanye makosa alafu ufike wakati wagombanishe serikali na watu wake. Serikali inafanya kazi kubwa, inawasimamia wakulima, leo inawapa pembejeo. Sasa mkulima anahangaika, anazalisha korosho hapo mwisho wa siku anakosa malipo. Hiyo sitokubali, nitasimama imara kuhakikisha huu unyanyasaji unapotea. Asante sana ndugu mtangazaji. Majina naitwa Isa Hussein Lilama, mwenyekiti wa Munda Mkuu wa AMCOS. Mkutano kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu umeenda vizuri, na ajenda ambazo nimezisikiliza na malalamiko ya watu ambao wakulima wametutuma tukawakilishi kwenye mkutano wa TANECU kuhusu upande wa malipo hususan rejection, hiyo imetolewa fatwa na sisi tutawafikishia wakulima namna kuipambania hili hapa.
Na cha pili, kuna wajumbe ambao wamelalamikia kuhusu swala la mzani. Hilo nalo mwenyekiti wa TANECU amelitolea fatwa kuwa watendaji wa AMCOS wengi wao hawako sawasawa kuwasimamia wakulima wao kwa tabia zao mbaya za kutofikisha mzigo magalani kwa uhakika na kuuza wakiwa magalani na kusababisha mapungufu makubwa kwa kujivunia kusema bwana, huu mzigo hata kama ukipungua kwangu mimi sina shoti, watawasawazishia wakulima ili wapate mapato yao kupita kwenye mlinganisho hata kama mzigo umepungua. Kwa jina naitwa Zaituni Mwidini, ni mjumbe nje ya bodi katika chama cha mitaa AMCOS, na tunamshukuru mwenyekiti wetu Chipola. Tuendelee kumuunga mkono na tuendelee kumchagua mwaka unaokuja tena. Ujumbe niliobeba kwa kwenda kuambia wanachama wangu waendelee kuipenda TANECU na Kwa jina naitwa Ramadhani Mohamed, ni mjumbe wa chama cha Rangana AMCOS kutoka Namnyanga. Nimehudhuria mkutano wa 31 wa TANECU na nashukuru mkutano unaendelea vizuri, changamoto za kawaida. Nimeridhishwa kwa sababu yote tuliomwagiza ameyatekeleza. Tulimwagiza kutuongezea posho wajumbe, ametuongezea. Tukamwagiza pia kusimamia AMCOS zote ili ziweze kulipa kwa wakati, watu wanaendelea kulipwa. Changamoto zipo lakini za kawaida. Tunashukuru sana, taarifa tumezipokea. Mimi kama ni mjumbe nje ya bodi, nitawakilisha wanachama wenzangu na kusema nimehudhuria mkutano mkuu, nimesikiza ajenda zao, nimezipokea, nimeziridhisha, na pia nitawafikishia wanachama wenzangu wa chama cha Rangana AMCOS.